watu wengine tumeona kwamba ni kweli watu wengi wanapatikana mtandaoni, lakini mtandao na watu tunavyoonana mtandaoni ni sawa na namna tunavyoonana hadharani. Mambo yetu ya siri, mambo yetu ya utupu tumeyarusha mtandaoni kufurahisha umma, na wakati mwingine yameweka faragha zetu zikaweza kufanya maisha yetu yasomeke isivyo hata katika maisha halisia. Binti mmoja alipokuwa kuisha amemaliza chuo, anatafuta kazi, akaandika barua, akachaguliwa, wakaenda kwenye mafunzo ya miezi 3. Siku hizi hakuna mwajiri anayetaka kuajiri na kufukuza, ni hasara. Waajiri wanajua, wanaita employment turnover. Yani leo umeajiri, kesho unafukuza. Leo umeajiri, kesho unafukuza. Kwa sababu unapokuwa umemwajiri mtu, ukamtengeneza, ukamfanyia mafunzo, ukamwelekeza taratibu za kazini kwako, anaanza kuwa kwenye moyo wa wateja wako. Naye anakuwa sehemu ya tangazo kwa kazi yako. Kwa hiyo wakaenda kwenye mafunzo ya miezi 3. Yule binti alikuwa na ufaulu mzuri. Yule binti alikuwa ni mcheshi. Yule binti alikuwa mchapakazi. Katika sura ya maisha halisia alionekana ni muungwana, anayejiheshimu, anavaa vizuri. Wakakaribia kumaliza mafunzo yao. Na sasa nafasi zilikuwa inahitajika hii. Lakini watu walio kwenye mafunzo ni wangapi? 3. Maana yake wanataka the best. Na hawa ndio ambao walionekana wamefanya vizuri. Yani vitu vimegongana kwenye interview, walifanya vizuri, ushindi wao kwenye masomo yao ni mzuri, wasema tuwapeleke kwenye mafunzo. Kiukweli kati ya wale 3, huyu alikuwa ameonekana kila mtu anamtamani abaki nao. Kuna kaidara kanafanya kazi yake chini chini, ambako kanafanya vetting, wanasema, sijui kwa Kiswahili tunasemaje, kanaenda kupeleleza utu wa mtu. Wanaweza wakaenda mpaka kijijini au mtaani kwako kulingana na taarifa ulizozitoa. Wanaweza wakaenda kufanya urafiki na watu kulingana na hadhi ya cheo unachotaka kupewa. Kama ni cheo kikubwa, upelelezi wa ndani zaidi. Kama ni kawaida, upelelezi wa kawaida. Lakini hatimaye lazima vetting ifanyike. Na kwa sasa hivi vetting inaenda mpaka mtandaoni. Then ile idara ikaleta ile idara ya udukuzi ikaleta taarifa kwenye dawati la bosi. Yule binti mtandaoni ni kama kahaba. Anapiga picha za